Bana, mambo vipi? Ni ile time sasa ya kupashana na kupeana zile taarifa za kimichezo ambazo zimegonga vichwa vya habari katika masuala ya kimichezo kitaifa pamoja na kimataifa. Basi unazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Sisi kila siku tunadondosha taarifa mpya humu ndani, hususan masuala ya usajili. Kumbuka tunaelekea dirisha kubwa la usajili. Simba wanamsajili nani na Yanga wanamsajili nani? Basi taarifa hizo zote tutakudondosha humu katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Na kama huja subscribe, basi utakuwa unapitwa na mengi. Gusa tu neno subscribe, taarifa zote za usajili. Simba msimu huu wanashusha mashine kweli, na kwa upande wa Yanga pia hivyo. Basi taarifa hizo zote za usajili sisi tutakuwekea humu ndani, na wewe utakuwa wa kwanza kuzipata katika simu yako ya mkononi, yani notification. Na kila taarifa basi wewe utakuwa wa kwanza kuipata taarifa hiyo. Usajili wa Simba wote na usajili wa Yanga wote, subscribe ili uwe mwanafamilia wa channel hii ya habari za michezo na burudani. Basi leo tuna taarifa hii hapa kutoka kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, baada ya hiyo juzi kupata mdhabuni mpya ambaye atakwenda kuidhamini klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Na ndani ya miaka 5 ambayo mdhabuni huyo anaidhamini Simba, atajenga uwanja na mambo mengine kadha wa kadha, hususan kusajili wachezaji ambao Simba ama klabu ya Simba itashindwa kuwasajili. Basi yeye atawaleta wachezaji hao kwa gharama yoyote ile. Na tayari mzabuni huo, kampuni ya J Ruti, tayari wameshaweka mezani bilioni 38 na mamilioni kadhaa hapo mezani kwa ajili ya kuidhamini klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ndani ya miaka 5. Basi taarifa za kufurahisha ni kwamba J Ruti bana imewaambia Simba wa msajili mchezaji yoyote ambaye wanamhitaji kwa gharama yoyote ambayo klabu imeshindwa, basi yeye ataweza kumleta mchezaji huyo. Na tayari Simba wameshaanza kufufua dili la Faisal Salum ambalo inaonekana kwamba Simba walishindwa kutoa kitita cha milioni 800 na mkataba na mshahara wa milioni 40 kwa mwezi. Simba walishindwa kufanya hivyo, na sasa kampuni ya J Ruti ambaye ni mdhabuni mpya wa klabu ya Simba amesema wachezaji wote ambao Simba inatamani kuwasajili na inashindwa kuwasajili kutokana na pesa nyingi ama kutokana na ughali wa wachezaji hao, basi yeye ama kampuni hiyo ya J Ruti ipo tayari kuwashusha wachezaji hao kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo Simba wanaanza na Faisal Salum kunako dirisha kubwa la usajili kwa wachezaji wa ndani, ambaye Faisal Salum ameonekana kivutio kikubwa kwa wapenzi wa klabu ya Simba. Na pia kocha Fadlu Davis pia naye anamhitaji ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo kupitia J Ruti ambao ni mdhabuni mpya wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, basi Faisal Salum atatua kunako dirisha kubwa la usajili kunako klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kwa sababu Simba dau ambalo alikuwa anahitaji Faisal Salum sign fees ya milioni 800 pamoja na mshahara kwa mwezi milioni 40, Simba wanaonekana kwamba hawawezi kufanya hivyo. Baada ya ujio wa mdhabuni mpya ndani ya klabu hiyo J Ruti, yeye amesema mchezaji wowote ambaye Simba walimshindwa kutokana na dau, basi yeye yupo tayari kumsajili mchezaji huyo. Hivyo Faisal Salum ni miongoni mwa majina ambayo tayari yapo mbele ya meza ya mzabuni ama yapo katika faili la mzabuni ambaye ni kampuni ya J Ruti ambao tayari imeshaweka mezani bilioni 38 ambao ndani ya miaka hiyo 5 watajenga uwanja pia na ofisi za Simba na mambo mbalimbali ya kimaendeleo ndani ya klabu hiyo ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Basi hizi ndio taarifa ambazo nimeona nikupenyezee wewe mfuatiliaji na mtazamaji wa channel yako hii habari za michezo na burudani. Kama huja subscribe, basi utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana za kimichezo. J Ruti sasa kumshusha Faisal Salum ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili, baada ya kumwaga mabilioni ya pesa, bilioni 38. J Ruti Company wamemwaga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwa udhamini wa miaka 5, na ndani ya
miaka 5 watajenga uwanja wa Simba. Hivyo Simba ndani ya miaka 5 utakuwa na uwanja wao. Basi hii ndo kampuni ya Jailuti Company ambayo imeshinda udhabuni na imeshinda ile competition ya udhabuni ama nani ambaye atakuja kuidhamini klabu ya Simba. Basi hizi ndio taarifa ambazo zinawafurahisha ama taarifa njema kwa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba na mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya ujio wa kampuni ya Jailuti ambayo imemwaga fedha za kufuru takribani bilioni 38 na ndani ya miaka 5 watawajengea Simba uwanja na mambo mengine kama ofisi na mambo mengine ya kimaendeleo. Lakini kubwa zaidi ni kusajili mchezaji ambaye Simba ama klabu ya Simba imemshindwa kutokana na pesa nyingi za ama usajili wa pesa nyingi za mchezaji huyo. Basi wao Jailuti wapo tayari kumshusha mchezaji huyo kwa gharama yoyote ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hivyo Simba tayari wameshaanza na Faisal Salum kumngoa kunako klabu ya Azam FC kuelekea dirisha kubwa la usajili mwishoni mwa msimu huu. Hawa ndio Jailuti bana, wameka mzigo mezani wa bilioni 38 ndani ya miaka ama mkataba wa miaka 5 kuidhamini klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kama subscribe, gusa tu neno subscribe. Kila taarifa ambayo utadondosha humu ndani, basi taarifa hiyo utakuwa wa kwanza kuipata. Kumbuka kuelekea dirisha kubwa la usajili, Simba na msajili nani na Simba na mwacha nani, basi taarifa hiyo itakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yani notification. Na kwa upande wa Yanga na msajili nani, Yanga na mwacha nani, basi taarifa hizo zote, usajili wa Simba na Yanga utakukusanyia na kukuletea humu ndani katika channel yako hii habari za michezo na burudani. Cha kufanya wewe, gusa tu neno subscribe, alafu na kama wa kula kila taarifa itakufikia moja kwa moja katika simu yako ya mkononi, yani notification. Ukiwasha tu data, basi notification hii hapa ya usajili wa Simba na Yanga. Endelea kuenjoy.